Okay. Baniani mbaya, kiatu chake dawa. Badiani is bad. But shoes is medicine. Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni exclusive interview na miongoni mwa watu ambao kwa hakika naweza nikasema kuna mengi mazuri ambayo wanakwenda kukujuza juu ya yale ambayo ulikuwa ukitamani uyafahamu kutokana na mazuri ambayo yamekuwa akiyafanya kila kukicha. Ni utaratibu wetu Nyundo TV kuweza kuzungumza na watu ambao tunatazama. Huyu kwa hakika watazamaji kuna vingi wangetamani kufahamu kutoka kwake juu ya vizuri ambavyo wanakuwa kivifanya, na bila kuficha mimi ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia kile ambacho anakifanya kila siku kunako mitandao yake ya kijamii. Anaitwa nani? Mimi namfahamu kwa jina la Mwagito, mmoja kati ya vijana ambao nowadays, kwa maana kwamba kwa siku za sasa hivi wanafanya vizuri sana kunako mitandao ya kijamii. Ukienda Instagram, ukienda TikTok, ukienda Facebook, sometimes hata YouTube, wanafanya vizuri sana kwenye content zake fulani. Vinaweza kuona kama za kidwanzi, lakini sisi walaji tunaenjoy kwa kile ambacho anakifanya. Tumesema wacha tumtafute, tuzungumze naye, atuambie nini siri ya hiki ambacho anakifanya, lakini kubwa zaidi kiuhalisia wapi ambapo alianzia mpaka hapa ambapo yupo sasa hivi. Mzee wangu anakuaje? Fresh vipi? Mambo yanaenda? Mambo yanaenda fresh kabisa. Binafsi nakufahamu kwa jina la Mwagito. Kuna jina lingine ama hili ndio jina ambalo sasa umekogea? Hili jina la kutafutia ugali tu. Mimi jina langu naitwa Saif Ramazani. Unaitwa Saif Ramazani kabisa, yani jina langu lipo fresh kabisa. Unaona kama uendani na hili jina la Saif yani? Kwa nini? Mtu akikutazama hivi kama jina fulani la ovyo ovyo labda vile, yani Mwagito kuja kwenye Saif, uone kama kuna tofauti hivi? Au tofauti upo, lakini sasa natakuwa kuwa na utofauti kwa sababu ili waone utofauti kwamba Saif ni nani na Mwagito ni nani. Ninapokuwa Mwagito ninakuwa kwenye kazi. Nikiwa Saif ni mimi sasa hivi. Unaona? Sasa hivi sio Saif, ni Mwagito sasa. Hapa ni maswali yote ya Mwagito. Saif tunamwacha nyumbani. By the way nikupongeze, mmoja kati ya vijana ambao mimi binafsi siwezi kulala pasi na kutazama video zako. Shukrani sana, na hicho ndio ambacho nakitaka, mzidi kunisupport sasa hapa. Nataka msilale, yani nataka mkeshe, muamke na asubuhi na Mwagito hivyo. Mtu anaweza akahisi labda huyu Mwagito ni Mnyakyusa ama Mwagito ni mtu wapi huyu? Kusema ukweli mimi sio Mnyakyusa wala sio mtu wa Iringa kama watu wanavyodhani. Ila jina la Mwagito nilipewa na mtu wa Iringa. Jamaa fulani ni wakala mwanangu mmoja, kwa hiyo ilikuwa tunataniana. Nilikuwa linasoma Mwagito pale kwenye nani duka lake. So nilikuwa nikienda pale kila nikitoa hela namwambia Mwagito, anacheka. Sasa siku moja nilienda kanisani. Nilipoenda kanisani nikaona watu wanatoa ushuhuda. Mimi ni Muislamu. Unajua ila kanisani na Muislamu ilikuwaje? Nafanya kazi, mimi na shoot. So nienda kufanya kazi siku ile. Sasa katika nimemaliza sasa kushuti zangu nikawa nasikia kipindi cha ushuhuda. Kwa kuna watu walikuwa wanatoa ushuhuda. Sasa niliposikia ushuhuda, jioni kipindi naenda kufanya content nikaamua nitoe ushuhuda. Lakini nikajiita Mariam Mwagito. Mimi nilikuwa nasema kwa majina, mimi naitwa Mariam Mwagito, natokea Mbagala. Nilikuja kutoa ushuhuda. Kwa hiyo nikaichukua Mariam pale, nikaweka Mwagito mwisho. Watu walipenda sana, unaona. Lakini sikuamini kama ndio content ambayo itakuja kunitoa. Lakini namshukuru Mungu mpaka leo nilipoanza kuvaa vile mpaka leo hivyo. Hiyo content ya ushuhuda kanisani ndio content ambayo imekutambulisha kwenye jamii. Ndio content ndio nitambulisha mimi. Ndio kuna vaa zangu hivi fresh, japokuwa liko vitenge vingine. Na nani ambaye alikudesignia hii design kama nitavaa hivi ka kilemba fulani hivi kama mama ambaye enda kanisani na madude kama hayo? Hapana, namna alini design mimi mwenyewe tu, nimekaa zangu chini, nilikuwa na njaa zangu siku hiyo, nikajiuliza nifanye nini. Maana nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa navaaga vitaulo zamani. Nilikuwa navaa vitaulo na vipensi lakini hamna matokeo. Lakini siku moja nikaamua tu nivae hivi. Kitambaa kichwani na hivi. Basi hii ni shuka nimekata chini, nimeweka zangu. Basi mambo yameenda poa. Hicho kilemba unajifunga mwenyewe? Hichi najifunga mwenyewe. Mtu amekufundisha? Mama yangu alikuwa anamuona kipindi anafunga. Mimi nampenda sana mama yangu, ni mtu wa karibu sana na mama. Kwa hiyo napenda kuona anavyofunga na mimi nikafunga hivyo hivyo. Yes. Familia inasemaje sasa mara baada ya kuona ile video ya kwanza ile 10 vile? Mariam Mwagito alafu wewe mtoto wetu namna gani hivi? Wao walizungumzaje? In short ni kwamba hawakudoubt sana kwa sababu mimi nilikuwa kwenye sanaa, lakini sasa sanaa ambayo nilikuwa nayo nilikuwa na shoot, si ndio? Lakini baadaye nikahamia kwenye comedy. Sasa mushkili mwingine uliokuja ni kwamba nafanya kikike. Unajua? Leo hata ni wewe mwanao ukiona anafanya, hata mimi mwanangu nikimwona anafanya, lazima nitadoubt. Umeona? Lakini nitamuuliza kwa nini unafanya hivi? Basi nikaona nikimuona maelezo yake yamenyooka, basi. Lakini sasa mimi nilikuwa tofauti, wenyewe waliweka
kwamba wewe sasa unafanya hivi utajua mwenyewe. Kwa sababu unamsomesha mtoto ili awe vile unavyotaka, sio yeye anavyotaka. Sasa ukiona mtoto anaenda afu vile ambavyo hutaki, kidogo kunakuwa na shida. Kwa hiyo wazazi hatuko sawa sana. Unaona, lakini bi mkubwa ndo ananisupport. Mama ananisupport sana. Kila siku akinipigia simu, wewe na wazangu, unajua mama tena vile zile sifa, namuona basi anaenjoy. Lakini baba yatishiki, anamuona basi sawa. Unaona, appreciate. Anasema utajua mwenyewe kama unapoteza muda, unachokifanya utajua mwenyewe. Unajua wazazi, yani wazazi wa kiume, yani don't care. Wewe fanya hicho, ni maisha yako sawa. Lakini kama mimi nishakuzuia kitu na unaendelea kukifanya, basi unanikosea. Kwa ndo kitu ambacho kimetokea. Lakini baba anaona. Baba anaona sana, watu wanampelekea. Yani sio kwamba haoni, anaona na hela zinavyoingia anaona, lakini bado bado haamini katika hicho. Yani anaamini tu ipo siku nitarudi kwenye mstari wake ule yani, lakini mimi nataka nimuaminishe kwamba hichi ninachokifanya naelewa nini ambacho nakifanya. Na naamini Mungu atasaidia. Ataamini tu, na wazazi wote Tanzania nzima watajua kumbe tusupport watoto wetu kwenye vipaji. Unaona, mimi nitakuwa mfano. Lakini unahisi ndoto za baba ilikuwa nini kifanyike juu yako ama uwe vipi? Baba mimi kutokana na ni mtu wa elimu, alitamani siku moja kuniona na mimi nakaa ofisi pale, fanya kazi serikalini, mwisho wa mwezi unaingia mshahara. Lakini hii kazi ya kusema kwamba unafanya issue ambayo bwana hapa mpaka mambo yangu yakae sawa, issue hataki, unajua? Kwa sababu mimi nampigia simu, baba bwana nimekwama hapa. Wewe unafanya kazi, bana upepo wetu wasanii sasa hivi huko, sasa hataki kusikia neno upepo. Upepo kivipi? Wakati watoto wa wenzio wanakuja amelipwa mshahara kwa mwezi. Inakuwaje sasa huyo wa kwangu mpaka upepo? Kwa ndo shida inaanzia hapo. Lakini namshukuru Mungu sasa hivi riziki zinaingia. Naenda fresh kabisa. Kile ambacho unakipata wala hata kama ni kidogo nyumbani kinafika. Nyumbani kinafika. Lazima kifike kwa sababu unafanya kitu kwa ajili ya familia. Alafu pia na mimi nataka kuaminisha nyumbani kwamba jamani mimi nafanya kazi kweli. Hii kazi inalipa. Kwa hiyo kuna vishida vidogodogo ambavyo nilikuwa nikipiga mahesabu nyuma, nilikuwa nikipigiwa simu, bwana kuna shida fulani. Yaani hiyo simu sasa hapo na wablock wazazi. Baada ya wiki na warudia naambia nilipata ajali, basi yanaisha. Baada ya mimi kuwatumia wao ndo wananitumia. Lakini sasa hivi ninapopigwa simu, bwana Mwagito tunahitaji, wananiita safe. Safe tunahitaji hichi. Umeona? Basi natuma hapo au nawaambia nisikilizeni siku 2. Kwa hiyo ile nawafurahisha. Umeona, mama anafurahi sana, yani sana, wadogo zangu wote wananipenda, yani wadogo. Shida inaanzia kwa hawa wakubwa. Unajua, lakini wote likalangu hii ni kwanza ndio wanafurahi, wanasema wanatuwakilisha familia yetu. Lakini sasa wakubwa ambao wenyewe kiujumla, wewe tuzume jina Mwagito ambalo ni jina ambalo kila mtu anafahamu. Ni mtoto wangapi kuzaliwa ama kwenye familia kuna nani na nani, alafu ni wangapi sasa? Of course mimi ni wa pili. Tuko watatu. Kuna dada, nafuata mimi, anafuata mdogo wangu na nimemaliza form 4 mwaka jana. Yes. Dada anakubali. Dada anakubali, lakini half and half. This and this. Sometime yes, sometime no. Yaani mpaka aone, kwa mfano sasa hivi ananikubali kwa sababu kaona kuna kitu kina trend. Vile ambavyo wanafuata kwamba bwana Mwagito yeye basi naye anakaa. Lakini sasa kuna muda unafikia tu hu trend. Upo unakula tu hizi hela 200. Pale utawaona ubaya wao. Utaona kwamba hii kazi yangu mimi haiwafurahishi. Utasemwa mpaka neno la mwisho. Na kweli lazima ukate tamaa, lakini mimi sasa mwenye kitu changu hata wafanye mimi sikati tamaa, naendelea. Mwenye kitu chako, kwa nini uliamua kuja na trending hii ya kike? Hii ya kike kwa sababu ndo kitu ambacho, yani ni kitu ambacho nakiweza cha pekee. Kwa sababu nikiangalia watu wengi wanaigiza, si ndio? Mimi naweza kaigiza hapa, nimetoka chooni nakimbia, lakini kitu gani unique ambacho naweza nikakifanya? Mimi niamua kitafute kile unique ambacho kwa mtu mwingine unaweza ukakikosa. Kwa sababu ukiangalia kwa hapa Tanzania wanaofanya za kike tupo wachache sana. Sio kwamba watu hawapendi kufanya, ila ile talent ya kufanya kama mwanamke. Maana unaweza ukaigiza kama mwanamke ukafurahisha watu na ukakela watu. Kama ukifanya sasa ukaona unawafurahisha watu, basi umebarikiwa. Ila ukiona unakela, basi achana nacho. Fanya talenti nyingine. Unga idea nyingine hivyo, lakini mimi hapa ni kitu unique sana. Na nadhani wewe mwenyewe unaelewa kwamba ukimwangalia Mwagito huwezi kumpata Mwagito mwingine. Jamii, watu ambao wanakutazama wanazungumzaje kuhusiana na hiyo character ambayo umevaa? Wengi tunaamini kwamba watu ambao wanavaa vitu kama hivyo vya kike ndani yake wana zile character, weza wengine sio riziki, tunaamini vitu kama hivyo. Kwako ipoje hii? Kuna wale ambao wanakunyosha kidole, yule mtoto yule jao au wanasemaje sasa?
Ami wapo ambao wanasema Jao wengi sana. Yaani na wapo ambao wanachukulia ni kazi yangu. Ambao wananichukulia kwamba kwa namna gani ni watu ambao wanijui sana. Umeona, ni kwa mfano mtu ananiona tu kwenye, lakini mtu ambaye nakaa naye kabisa hivi au mtaani kwetu, wananielewa Mwagito ni mtu aina gani. Lakini comment za kwenye mitandao nyingi sana, wengine wanifuata DDM. Achana na mambo hayo. Umeona, wewe mtoto wa kiume kaza. Umeona, unasoma tu naambia basi sawa nitakaza, nitajitahidi kukaza. Unaona, klipu ijayo naangalia, unatoa, unamuuliza John vipi klipu nimekaza. Umeona, kwa hivyo. Kwa mimi nachukulia kama utani, nachukulia kama changamoto. Kama mtu ana uwezo wa kuniona kama mimi ni namna gani vipi, ujue basi character naicheza vizuri. Umeona, ingekuwa siichezi vizuri ungesikia bwana ujui. Comment ya kusema ujui nauma kuliko unaambia wewe bwana wewe namna gani vipi, basi unaona mimi naicheza. Umeona, lakini ilikuwa inaniwia ugumu kipindi naianza. Kwa sababu kusema kweli ilikuwa inanishinda, yani mimi mwenyewe nilikuwa siipendi, lakini sasa ishatoboa itabidi niifanye. Umeona, huwezi kuposti kitu kinafikisha 100,000 kwa masaa kadhaa, alafu unaposti kitu kinafikisha 2,000 yani like nani tu viewers 2,000 ndani ya masaa hata 5. Lakini kuna hicho ukikifanya unaenda, basi niamua tu nikazia hapa maneno, nilikuwa unakuta najificha kama huku nyuma, sehemu yote nyuma najificha. Ndio nasema kwa majina hivyo na hivyo, nikiona mtu anakuja najificha hivyo. Lakini sasa hivi fresh, naweza nikasimama barabarani hivyo, sinaingiza hela, wewe unanitukana mimi naingiza hela. Kitu ukishaanza kupata matunda yake huwezi kukiona ubaya wake. Lakini kitu ambacho unafanya, kwa mfano ningekuwa navaa mavitenge lakini sina ninachokipata, ningeonekana mwehu. Na mtu hata akiniambia hivyo naumia, naona kweli, ila mimi kweli najizalilisha. Unaona hivyo. Labda tu wachumba ndo wanakimbia. Tusifike kwanza huko. Kabla nataka nije huko kwa chumba. Isha kutokea some extent utamani ukate tamaa ama uache hii kazi? Nilitamani nikata tamaa kwa sababu kuna kipindi fulani nilikuwa na trend sana. Nilitrend lakini najiuliza kwa nini mimi na trend alafu wanaochukuliwa attention ni watu wengine. Unajua kuna watu wengine, kwa mfano hichi kitu nadhani kipo kwamba Tanzania tuna tabia kuangalia watu wanao trend kwa vitu vya ajabu. Inatokea mtu ameoga Kariakoo, media wote sijui kama Nyundo TV, si ndio? Wakina Nyundo TV wakina nani wote wanaenda, kuna mtu kaogea huko. Umeona, na hawaendi kumhoji kwa nini amefanya hivi, wanamchukulia kama comedian. Umeona, kwa kuna muda unakaa chini unasema kwa hiyo mimi ninachokifanya ni hawanioni, wanaonekana hawa hapa. Na kinachonima ni kwamba hawa wanaonekana vile mtu kaoga asubuhi, si ndio? Ana trendi kwa mwezi mmoja alafu anapotea. Umeona? Tayari sisi wengine tena yani kashatuharibia tena soko letu, tena tunaanza tena upya. Tunatengeneza tena ulikuwa wake. Tunahamia tena. Anakuja mwingine sijui kavuja tofali sijui la wapi huko sijui. Umeona? La serikali sijui watu wanaanza kuona watu kavunja miti ya serikali. Kavunja miti ya serikali. Hivi imekuwa kuaje wewe umevunja? Ule mti bwana mimi niliuangalia. Kasha trendi. Ataitwa hapa anamalizia Nyundo huyo kamaliza. Akishaishiwa hivyo. Lakini sisi tunafanya yani miaka rudi miaka nenda. Sisi tupo. Tunatamani hata basi hizo trendi zinazotokea basi hata watu angalie sisi. Watu ambao mna muendelezo. Tuna muendelezo. Mwagito katikafanya ushuhuda, kaja kwenye hii. Lakini nashukuru Mungu sasa hivi nao watu yani na nyinyi wa media mnatuelewa sasa bwana, tuwasupport hao. Kwa sababu hao ndio watakao tufikisha. Sisi ndio tutakao wakilisha hili taifa. This country we will provide, yani tutaliwakilisha. Yes, hivyo na sijui nimeongea nini. Kumbe kuna namna ambayo huwa mnaumizwa zile training ambazo zinatokea. Yani labda wenzangu waongee ila inatuumiza. Mimi sinakaa na wenzangu naona tu hivyo. Lakini tushalisoma game, tunasema anayekuja hivi kama alivyokuja ndo anavyopotea hivi. Chapu kwa haraka. Kama yani unajua unaona kwa mfano mimi unaniuliza kwamba Mwagito umeanza wapi na kuelezea. Nimeanzia hivi na hivi. Sijakuelekeza hapa ni nimeuza nini nimefanya nini. Muda wote mimi naasa kwenye sanaa yangu. Yani mimi naongelea sanaa mpaka sasa hivi. Lakini kuna wale wengine ukiwauliza bwana vipi? Asema mimi bwana nilikuwa na siku hiyo tu yani nimeamua tu nikaamua nipige makelele tu. Ndio nikashangaa ndo safari yangu. Umeona, lakini kuna sisi tuna hustle. Umeona, kwa hiyo ndio hivi na tukatisha tamaa na tukela sana tunamanya hata tumfuate wale mmoja basi tu. Mimi unioni? Pia kwenzi. In English we saying ko like that. Lakini kuna time fulani umeshahisi sasa hivi imeanza kunilipa ama nilipokuwepo sasa hivi ndipo ambapo nilikuwa napahitaji. Sasa hivi imeanza kunilipa ila sio pale ninapopahitaji. Kila mtu anatamani kufika mbali sana. Umeona, sanaa haina mwisho. Sanaa yani watu wanatamani kuona na mafanikio makubwa. Tuchukulie mfano kama wasanii wetu wakubwa hapa Bongo vile tunavyoona kwenye mafanikio. Na mimi ndo natamani kwamba ukiulizia top 5 ya wasanii bora wa comedy,
huwezi kunikosa. Hicho ndo matamanio yangu. Umeelewa? Mafanikio yanakuja tu baada ya mimi kufika hapo. Haya mafanikio mimi nikishakuwa the best hivi ni basi mafanikio lazima yaje. Yaani hakuna kitu la kama moyo kulizika. Yaani ukishalizika hata ile zenyewe zinakuja. Unaona? Lakini kwa sisi mimi bado yaani najiona mbali, natamani niende international. Na ndio maana English sana najifunza. Watu wanaweza kujua masiara. Lakini ndoto zangu one day I will live in New York. Eti New York. Sijui ndio hivyo mimi sielewi. Mahusiano yako yapoje? Mtu anaweza kawaza huyu Mwagito huyu alivyo huyu atakuwa ni mume wa mtu huyu au ana mpenzi huyu mwingine natamani kuwa na mahusiano na Mwagito. Kuna hiyo room au ama wewe utamani kabisa hivyo vitu au tusemeje hapo? Mahusiano natamani, ila mahusiano sasa kwa mimi kwa sasa hivi ambaye najitafuta inakuwa ngumu. Nishakuwa kwenye mahusiano ndio. Nishakuwa kwenye mahusiano mbalimbali. Lakini niliona ni vitu ambavyo vinanipotezea muda. Kwa sababu wengi ambao unakuwa nao kwenye mahusiano, mtu unaanza naye mahusiano mazuri vizuri kabisa. Baadaye anaanza kukuambia kashakuzoea sana, kukuambia mimi nataka uvue hilo shuka, sitaki yani nikuone na shuka. Vue shuka, uachane na shuka. Sasa mimi mtu kishaniambia hivyo hata ni saa 8 za usiku na kutoa nje. Yaani bora nitukane mimi kuliko kutukana ili shuka. Aliheshimu sana. Yaani naliheshimu sana, yaani hata nikilianika na kwa nalilinda. Yeah, kwa hiyo limevunja mahusiano mengi sana. Ikitokea likapotea unaweza kulipata kama hilo? Live. Yaani siendi kununua, ila itabidi watafutwe watu walinitafutie shuka langu niwalipe kwa sababu vitu fulani mambo siri ni nyingi sana. Ilishapita sana kwa watu. Ilishapita mno. Ng'ombe zimechinjwa sana hapa. Mwaga damu nyingi. Damu zimemwagika sio za watu, damu za wanyama. Kafara ya ovyo. Kafara nenda chini ya bahari huko, unazama chini huko, unaenda kuzama chini ya bahari kuloga ili utoboe. Wala kwa uchache tu wape watu siri ya mafanikio. Siri bwana, siri ngoja mimi niongee tu kweli. Nyuma nimeloga sana. Yaani unajua ile kila mwana sanaa. Wala usikudanganye mtu kwamba mimi bwana nilipita hapa kwa neema. Kuna neema, watu walipiga sana ndumba. Ila sasa mimi ambacho nachoumia ni kwamba nimekutana na matapeli. Au wanakupiga ufanikiwe? Wanipiga sana. Mtu anakuambia tukichinja tu mbuzi. Unaona mimi umri wangu na mambo nayafanya alikuwa haviendani kabisa. Unaelewa? Kwa hiyo unakuta napelekwa kwa mganga ndani huko, unaelewa? Watu wajiuliza hawa wanaenda kufanya nini? Basi mimi bwana natokea mimi ni msanii hivi na hivi. Unafika hapa. Yaani tena mganga anajifanya shabiki, kumbe ni wewe. Ngoja nikufanyie kitu mdogo wangu. Huko. Sasa unachukua sasa simu unaangalia klipu za wenzangu, unasema watu ambao unaenda kuwashusha unawaangalia. Unarudi town, mambo ni yale. Kwa gani ulienda? Mimi of course ni Tanga, nyumbani Tanga unajua. Mimi naenda nyumbani, nikifika wenyewe nasema izakaya, nimekuja nyumbani. Kwa ukifika zako kule unapelekwa machimbo sasa, umeelewa? Sasa mimi sinaogopa kuwafuata watu wazima, kufuata kwa mfano mtafute ba mkubwa, anitafutie sehemu ya uhakika na watafuta wanangu. Wewe hivi hamna sehemu umeona labda tunguli. Tukaoshe tunapelekwa, kwa hiyo utaogeshwa, utachanjwa. Nimechanjwa sana, lakini mwisho wa siku nikuja kugundua hivi vitu ni bidii. Fanya bidii, haya mambo yanakuja tu. Yaani kuloga utaloga sana, ila bidii afu wakati wa Mungu unakuwa ni sahihi sana. Yaani kipindi chote hicho ambacho unaona unazunguka kwa waganga na upate matokeo. Ukija kuona matokeo basi unajua tu ni mkono wa Mungu. Yaani wakati wako umefika. Na wakati ukifika utashangaa tu mambo yananyooka. Kwa mfano mimi kuna muda alikuwa hadi nasema sasa yani nifanyeje sasa? Hadi sasa naambia waganga sasa nifanyeje? Lakini sasa hivi niko poa, namshukuru Mungu. Umewahi kuachana na mtu kisa amedharau hiki ambacho nakifanya? Nimeachana nao, sio nimeachana na mtu, Umeachana nao? Mastaki hata wanijue tena. Ushadharau shuka langu, mtukana if you abuse what? The shuka me no love with you. Yes, like that. Muda gani tangu achana naye labda wa mwisho? Wa mwisho? Story short sasa. Eti nani? Wataka tena last scene? Last scene bwana ilikuwa naweza ni utoamini. Ila ni mwaka jana mwezi wa kwanza. Una mwaka mmoja? Na mwaka mmoja sipo kwenye mahusiano. Mwaka mmoja? Mwaka 1 year. 1 year. Na sinki sasa tukiunganisha na hizi mwaka mpya za juzi kati hapa na visiku. Na hamna mtu ambaye anaamini hicho. Mimi nilikaa zangu kwa sababu nishafanya yaani nishafanya sasa, yani nishaona kumbe hamna faida. Mimi kuna kipindi bro kulikuwa na content zangu nilikuwa naongea na sio mzuri tu, sio nini. Zile content zilinipeleka sana, yani ziliniletea deals, lakini wewe amini zote ilikuwa unakuta mdada mambo kisha kuona umepiga deal umepandisha kitangazo
nataka hichi na wewe unajua tena hutaki kuna nini kwa kinyonge. Bwana mimi na kiasi unampa. Umeona? Sisi nikafilisika. Nikaona tena sasa bora nitulie sasa. Hamna faida yote nitakayo nani. Sasa hivi mwanangu uko single. Sasa hivi niko single lakini Mungu akisaidia mwezi wa pili hapo tarehe 14. Mahusiano makubwa mno ambayo haje kutokea, best couple in Tanzania ambayo haje kutokea. Mbona mahusiano unafanya kama ufunguzi wa duka? Yaani umeandaa lini? Yaani tarehe 14 mwezi wa pili Valentine Day namtambulisha. Yaani ni bora nifilisike ila mahusiano yangu ataka Tanzania nzima wajue kwamba kuna mtu umeshamwandaa. Yaani namuingiza kwenye mfumo. Unajua ndio namuingiza kwenye mfumo. Hajajijua ila ndio namuingiza akiingia tu akijaa tu. Yaani kwenye target zangu kwenye mwezi wa pili hivi tarehe 2 kashaingia kwenye mfumo. Tarehe 3 mpaka tarehe 18 tunatengeneza maandalizi. Kwa hiyo tunakuja natamani yawe makubwa sana yani. Mwagito anaingia kwenye mahusiano. Nimeteseka sana. Sasa huyu atakubali hiki ambacho nakifanya? Lazima akubali. Lazima akubali. Afu sikashaona hela, sikashaona kwamba kina mafanikio. Yaani unajua mwanamke kitu ambacho akipendi ni kile one day ila sasa ikashaona. Umeelewa? Kashaona kwamba mwanga ni huu hapa. Hela inaingia hivi. Matangazo haya hapa. Lazima hata nyinyi mnavyotufanyia interviews heshima, sinamtumia clip moja hebu niangalie hapa. Heshima tunaenda. Na wewe sasa utakuwa utoi kiasi kama uweze kuja ufilisike tena? Niko makini sasa hivi. Yaani sasa hivi ni bahili kuliko unavyofikiria. Lakini sio bahili wa kusema kwamba eti ile bahili wa kila kitu unaangalia je, naweza kuafford? Kama siwezi naacha, sitaki zile sifa. Maana mimi nilikuwa napenda sifa in short. Nataka unitoe out njoo na rafiki zako. Sifa kibao mtoto anakuja anakula anakunywa na ninaambia nyinyi ondokeni. Mimi namaliza pale na clear bili kama imetokea kwamba hela haijatosha basi kama kuna kazi namalizia. Siku umeachwa. Umeachwa. Acha tu yani naweza hata nikalia hapa serious afu hutoamini. Kwa hiyo tukachana tuna mada za mahusiano zinaniumiza sana. It's very pain to me in my heart. Comedian wapi watano ambao kwako unakubali? Yaani kila ukilala ukiamka unasema kama Mungu atanifungulia riziki zaidi, I wish niwe kama huyu. Nikikosa niwe kama huyu. Nikikosa niwe kama huyu. Only 5. Mimi kuna comedian ni mwagato sehemu mbili. Kuna comedian ambao naangalia na wakubali kwenye mafanikio. Yaani kwamba nasema na mimi nipambane siku moja niwe na mafanikio kama comedian fulani. Alafu kuna macomedian ambao wananiinspire kwamba nasema hawa yani wananichekesha na mimi kuna sometime naangalia nondo. Unaona? Kwa mfano tukianzia upande wa mafanikio. Kuna mtu kama Koi. Koi Mzungu namkubali kwa sababu kipindi mimi nipo shule ilikuwa stand up comedy sio sana. Ilikuwa sio sana lakini baadaye Koi kaja kaiweka stand up. Kwa yani kuna namna nasema na mimi one day nitakuwa kama Koi na mimi nitaibua vipaji. Unaona? Mtu mwingine kwenye mafanikio ambaye namkubali ni Joti. Yaani Joti mimi tangia niko mdogo namwangalia pia ndo ambaye ameniinspire kidogo. Ila sasa kwenye mafanikio namkubali sana. Yaani nasema kwamba na mimi one day niwe kama lakini sasa hawa wenzangu na mimi sasa wakuchekesha kwamba natamani kuwa yaani na mimi mtu acheke. Kuna mwanangu Mr. Mwanya namkubali kwa sababu Mwanya napenda anavyojitoa ufahamu. Yaani yeye ni makelele tu. Unajua kuna siku nienda kushuti sehemu, mimi na shuti hapa, Mr. Mwanya anafanya tangazo pale. Unajua hadi ninashindwa kumconvince huyu wangu. Anambia kwa nini unashindwa kufanya kama yule? Duka lilikuwa umeona? Shafii namkubali naye ni mwanangu. Namkubali kwa sababu anafanya vizuri. Alikuja na idea zake za tofauti. Alikuwa zamani anachana daftari. Alikuwa anachana daftari hivi. Napenda Mr. Black kubali kwa sababu naye ni ana idea tofauti sana. Ni atakuja na hilo, atakuja na wahenga, kesho atakuja na hii. Wangapi hao? 4. 4. Bado mmoja. Joti, Mr. Mwanya, Shafii. Ndio. 5 wameisha bwana. Wengine nitawataja ikani. Turudi kwenye content zako hizi za English to Swahili, Swahili to English. Ini Swahili. Idea ilianzaje? Kipi ambacho kwa mara kwanza kilikujia mpaka ukaanza na ile idea? Idea ya Kiingereza. Kama hapo awali nilikwambia kwamba alikuwa anafanya idea ya shuhuda. One day tena hivi mwaka huu sasa hii imejirudia. Nimeenda kanisani tena. Nimefika kwa kutatu wanatoa ushuhuda. Ni kama wakanikumbusha, lakini nikasema sasa ushuhuda watu washaizoea, nije na idea gani? Niongee idea kwa Kiingereza. Nikaenda nikasema my name is Mwagito. Me Mbagala. Me thank you God. Yaani nilitoa tu kishuhuda. Nilisema mi ushuhuda sikujua kwa Kiingereza inaitwaje.
Kwa hiyo nikasema vile, kwa hiyo nilijikuta ile nilipofanya vile kichwa changu kilifunguka. Mimi nina tabia idea inazaa idea. Kwa sababu hata hii shuhuda ndio ikazaa na sio nani tu mule ndani. Kwa hiyo hii shuhuda tena ikazaa hii hapa ya Kiingereza. Kwa hiyo nikasema sasa hii niendeleze. Nikasema hebu ngoja niongeze sentences za nani. Haya maneno haya. Aba na aba. Kwa hiyo nikafanya ikaenda nikawa nafanya lakini bado naandaa bomu zaidi. Yaani sitaki watu wanizoee. Kwa sasa hivi tuko harakati za kuzimaliza kwanza mesali. Zikiisha sasa na misemo tunakuja kitu kingine. Umeshaandaa kingine? Of course nipo nakiandaa. Sijakiandaa tayari. Ila nikifanyaga content yangu na waga na tabia kupitia. Naangalia mole na nasema hapa kuna kitu kinahitajika. Watu wana comment nini? Kwa hiyo pale kwenye comment mimi natengeneza content. Unasomaga comment? Nasoma comment ambayo inajibiwa najibu ambao siwezi kujibu. Maana huwezi kujibu zote. Unajua? Comment zaidi ya sijui ngapi huko huwezi kukaa zote ukajibu. Unaonekana jobless, you are jobless. Umeona? Kwa hiyo kitu kitatoka ndani ya nani kile kitu. Mimi napenda kufanya watu wapende kitu. Kwenye zile zote ambazo umezifanya, ipi ambayo kwa kwanza imeenda kuliko zote? In English. In English ipi sasa kwenye misali zako zote? In English sasa pale zimegawanyika. Instagram kuna ile haba na haba hujeza kibaba. Si ndio? Ile imeenda nani. Alafu huku TikTok kuna ile mficha uchi hazai. Yeah, of course. Then TikTok unajua hata haba na haba ulipiaje? Haba na haba nilisema haba na haba. Sio hiyo, sio haba na haba, ilikuwa baniani. Baniani imeipini pale. Baniani mbaya kiatu chake. Tupigie wengine wenza kwa bado hajaipata. Haba na haba ujeza kibaba in English. Sio haba na haba. Nini unahitaji? Inachanganyikiwa. Nani? Baniani mbaya. Okay. Baniani mbaya kiatu chake dawa. Badiani is bad. But shoes is medicine. Lazima uone aibu kidogo. Sawa? Ile aibu inashiria nini? Ile aibu inashiria sikulatu, yani kuna watu wanashangilia wao ukiangalia wanafiki. Unajua? Yaani waga naona aibu kwamba hichi mmekikubali. Unajua? Kwa wale wanapiga makofi na kwa kama unafiki fulani, kwa na mimi naona aibu kwamba na mimi nimepatia, unajua? Yaani ni block yani lakini ninaiaminia mwenyewe kwamba nimefanya kitu kizuri naona aibu sasa pale. Ndio hivyo idea. Wewe unaandaa? Ila for sure mimi ni sio kuandaa ni mara chache. Yaani kwamba kesho na shoot hichi. Hapana, hiyo siandai sana. Ni mara chache sana nikute nimeandaa. Mimi naamkaga asubuhi, kushoot kwangu ni asubuhi. Asubuhi nisiposhoot asubuhi sishoot tena. Labda itokee mtu ametaka tangazo huko. Kwa hiyo nakuta asubuhi nikiamka zangu mimi naamka saa 11. Waga saa 11 usingizi umekata. Nilijizoesha kipindi hicho nilikuwa na stress sana. Kwa hiyo nachelewa kulala nawahi kuamka. Na kama nimelala saa 8 naamka saa 11. Nimelala saa 9 naamka saa 11. Kwa hiyo saa 11 mpaka saa 1 nitakuwa nishapata kitu. Umeona? Kwa hiyo nakuta ndo nimekaa zangu hivi nawaza idea. Zinakuja tu pale. Ila sio eti nimeandaa eti nakaa sijui hiyo sinaga mimi freestyler. Ile karatasi unakuwa umeandika kitu? Ile karatasi nakuwa nimeandika kile kinani. Ila sometimes siandiki tu ile kunani ili mtu kwamba nimesoma. Ila mara nyingi nasoma. Nimeandika kweli. Sasa nyingine uko haraka unaona kuandika basi sasa ila mtu ajue kwamba huyu kasoma. Alafu na kitupa kikaratasi kwamba kuonyesha kwamba hakina maana. Mimi sasa ndo mwenye akili. Ndo waga hivyo. Kwa nikikishika nikakitupa na maanisha mimi ndo na akili kuzidi hichi kilichoandikwa na toa yangu ya kichwani. Namshukuru Mungu watu wanaelewa. Wewe unatumia muda gani kama leo umefanya hii hapa? Hadi kesho kuna zingine ambazo unakuwa umeziandaa kesho nitaongea hizi au zinatokea tu? Zinatokea tu. Kwa mfano kuna hii idea nilifanya tumekufa kiume. Unaona? We have dead by boys, unajua? Hebu ipige kama ulivyopiga vile. Ile bana ilinichekesha sana. Huyu mwamba kwanza mimi tumekufa kiume na mimi nikawa nawaza nini kinaenda kuongelewa hapa. Afu mimi kitu ambacho nakipenda ni kwamba nataka mtu ambacho anachokiwaza sio ambacho nitakachokifanya. Kwa sababu hapo wengi waliamini kwamba hivyo na hivyo. Mimi napiga mule, mimi napiga ninachokiamini mimi. Afu mimi naamini kile nilichokifanya. Kwa mfano nisema tumekufa kiume in English lazima ufute. We have dead by boys. Mbona? Kwa kufuta unafuta nini?
Hisi kama kutoa nani au rasta naweka sawa. Naweka hivi. Sasa mimi sina rasta, nakiaminia kilemba kisiwe kinadondoka. Kwa nikipiga hivi kidogo na kiweka sawa. Wanawake hawa bwana wanaelewa. Kuweka sawa kila kitu muda wote. Unaona si wanaume tumekaa hapa hamna tulichokiseti, lakini mwanamke hapa akikaa muda wote ataseti nini, yani anaona hivyo. Kwanza angeuliza kwamba vipi naona vizuri. Mimi si nimekaa tu hamna nilichofanya. Kwa wanawake wana mambo mengi na mimi nataka nipite mule ambapo wanawake wanafanya. Lakini kuigiza sasa sio maana sijasikia Mwagito bwana akasema anataka kufanya kama mwanamke, hapana. Mimi naigiza. Umeshawahi kukaa siku moja mzee wako bi mkubwa akakutumia video yako ile in English ile, yaani unawaza kwamba hii mzee akiona hii sitakwaje? Ni mzee hapana, siogopi. Alafu mimi nikiwa nafanya kazi, cha kwanza kabisa ninachozingatia maadili. Yaani naamini wanaoniona ni wengi. Kwa hiyo video yangu yoyote nikipost naamini mtu yote anaiangalia. Sitaki kabisa, yani ukiangalia kwenye account yangu sina uchafu wote ambao kwamba nimefanya hii kwamba baba yangu akiona labda yeye mwenyewe tu aseme kwamba hii, lakini mimi na uwezo wa kumnyesha nani zote yani. Walau kwa uchache. Video gani ambayo ina viewers wengi kwenye hii ya English? Viewers wengi. Yatarajia. Yani of course bwana, mimi video zangu zote zina viewers wengi, ila hii ya nani mficha uchi ya Zai. Ila hiyo ina viewers wengi. Viewers wako wengi sana pale kwa sababu yani ni kitu ambacho nilikiongea. Sometimes mimi nikiangalia nacheka, unajua. Kwa sababu yani mimi nikiwa out, yani nikiangalia hizo clip zangu naona kama sio mimi. Unajitazamaga? Najitazama sana usiku wa manane. Siwezi kujitazama mchana au nikajitazama watu wakiwepo. Waga najifichaga mwenyewe usiku, naangalia, napitia moja ili nijue kesho nafanya nini. Umekufa kiume. Idea ilikuwaje walau kwa uchache? Idea nilikuwa tu nimekaa zangu asubuhi na wazawaza alikuwa anatunga nani zimesali, nilikuwa nawaza popo mbili zavuka mto. Lakini nikawaza Taifa Stars wamecheza jana na Morocco, afu nikicheki kuna vitu vilitokea, yani watu wanasema sijui mara wamependelewa, wamebebwa. Kwa nikasema ngoja niseme tumekufa kiume ili kuwatia moyo wa Tanzania kwamba tulichokufa ni kiume, lakini sasa ngoja niwatie kwa Kiingereza hata ikifikia hatua clip imewafikia huko wajue sisi tulikufa kiume. Afu nikiwa naendelea kwamba wale watu hawajatoka kinyonge hivyo. Nilifanya kwa ajili ya taifa langu tu, kuwatia moyo ndugu zangu. Lolote la kumalizia kwa mashabiki, watu ambao wanapenda kile ambacho Mwagito anakifanya? Kikubwa mimi mashabiki zangu, cha kwanza kabisa mwaka huu 2026 panapo majaliwa Mungu akatujalia afya, the health is well good. Unaona kazi zinazokuja ni nyingi, muendelee kunisupport tu. Yaani mnisupport ndio kikubwa, ndio support. Ila mimi naandaa, yani kazi ya kuandaa madude ni atieni mimi. Kwamba Mwagito atafanya nini, hiyo haiwahusu. Nichofanya ni supportini tu. Kwamba wewe umenifollow nini, hizo ndio support zenu. Unaona, afu kazi mnatuachia sisi. Anasema kazi ya kuandaa content, kazi ya kuandaa madude ni kazi yake yeye. Kazi yako wewe ni kuhakikisha vile ambavyo unamfollow, una like, una comment na kufanya chochote ambacho unaamini kwa kufanya hivyo utakuwa unamsupport. Anaitwa Mwagito TZ kwa kupitia kwenye mtandao wa Instagram, lakini ukienda kama TikTok jina ni hilo I think. Mwagito, ukienda Facebook, ukienda YouTube, unaenda kafanya vile ambavyo kwa kufanya hivyo utakuwa unamsupport. Mmoja kati ya vijana ambao wameamua kutumia kipaji chao kuweza kujitafutia riziki. Mimi nikwambie tu kwa yote ambayo tumeyazungumza, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo, na nenda kwenye comment tuambie vile ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Mwagito. Mwambie kwa unapofanya hivi mimi huwa nafurahishwa sana, napenda kile unachokifanya, lakini msafara wa mamba na kenge wakosi. Kama kuna namna yote ambayo anakukwaza, upendi style zake, upendi mavazi yake, upendi chochote kile ambacho alishakukifanya, pia sema kwenye comment hapo. Unapofanya hivi mimi sipendi. Atatafuta muda wake, atakuja kuitazama hii video, atakuja kusoma hizi comment. You never know, huenda kuna kitu ambacho unaweza ukamuongezea kwenye career yake ya uigizaji kutokana na comment yako ambayo umecomment. Mimi nikwambie tu, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching, till next time.